Maadhimisho ya siku hii imeanza tarehe 21 mwezi huu, tunaendelea nayo mpaka kesho tarehe 25 mwezi wa 8 2026, ndio kilele cha maadhimisho ya siku ya magereza Tanzania. Kama mlivyoona tumefanya usafi hapa, lakini tuliona sio vibaya sana, kwa sababu huku wanaishi binadamu wenzetu, tukaja na zawadi kidogo. Tumekuja na zawadi kidogo, tuna sabuni ya kufulia, tuna sabuni ya kipande, tuna vijuisi wagonjwa wanaweza akanyokanya kidogo hapo, pamoja na taulo za kike. Jamii nyingi imeshindwa kuelewa magereza, na wale wengi wanajua magereza labda ni sehemu ya mateso. Magereza sio sehemu ya mateso, labda magereza ya zamani. Lakini sehemu kubwa ya magereza sasa hizi ni tunadili sana na tunajishughulisha na urekebishaji wa jamii. Yaani tunawarekebisha wale ambao kwa njia moja au nyingine wameikosea jamii, wakiletwa kwetu tunawarekebisha. Tunawarekebishaje? Kuna kazi ambazo wanazifanya kule, zilizo nyingi ni za kutumia ujuzi. Kwa mfano wanafanya kazi za ujenzi, kusuka, kufuma vitambaa kwa wale ambao wafungwa wa kike, kuna kulima bustani. Kwanza kabisa tunashukuru sana kwa ugeni ambao tumeupokea kutoka magereza. Kiukweli ni kitendo kizuri na cha kijamii ambacho wamekifanya hapa. Kufanya usafi, kushirikiana na jamii inaonyesha jinsi gani magereza pia pamoja na shughuli zake zingine wanapoweza kujitoa kwa ajili ya jamii. Kiukweli tunaushukuru uongozi wao, tunashukuru na magereza kwa ujumla. Lakini pia wamechangia damu. Kitendo cha kuchangia damu ni kitendo kizuri sana. Kwa kawaida huwa damu haitoshi. Huwa damu ambayo inahitajika kwa ajili ya wagonjwa wanaopata changamoto za kuhitaji damu, aidha wale waliopata ajali au wagonjwa walioko wanaohitaji kujifungua ambao wanapungukiwa damu, huwa uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo kitendo ambacho wamekifanya wao kinaenda kuongeza uwepo wa damu kwa ajili ya kuwasaidia wale wagonjwa wetu ambao watakuwa wanahitaji kuchangiwa damu ili waweze kupata huduma bora za afya. Jamii ya kwamba sisi pia ni wanajamii na tupo kwa ajili ya kushirikiana nao licha ya majukumu mengine ambayo tuko nayo kama jeshi la magereza la kuhifadhi wafungwa na mahabusu salama, lakini pia tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba tunashirikiana na jamii katika kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli zetu za urekebu. Tunachagua maeneo kama haya kwa sababu ni maeneo ya wahitaji, kuonesha upendo na kwamba tunawathamini wenzetu katika kuadhimisha au kushiriki mazoezi ya usafi kwa watu wahitaji kama hospitalini, vituo vya yatima. Ni kwamba tunapaswa kujumuika, ukiondoa mbali kazi yetu, sisi ni jamii kama jamii zingine.